Asante Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya walimu wetu wote ambao wanatuongoza kujua neno la Mungu na kumjua Yesu Kristo. Asante Mungu ambaye anajua uwezo wetu. Tunaomba msaada wa Roho Mtakatifu kwa walimu wetu wote, nasi pia atujalie kuelewa kile ambacho amekusudia katika kitabu hiki, katika waraka huu wa kwanza na wa pili wa Timotheo. Tunaomba Mwenyezi Mungu neno lako lisirudi bure, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Karibu ndugu zangu, leo ni utangulizi wa kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Na utangulizi ni wa kwanza na wa pili. Mwalimu ameandaa utangulizi mmoja. Kwa hiyo karibu ndugu zangu, tuombe Roho Mtakatifu mwenyewe atusaidie tutakapoenda kusoma. Karibuni. Karibu tuendelee. Waraka wa kwanza Paulo aliandika akiwa ametoka jela baada ya kushinda kesi ya miaka 2. Alipotoka gerezani alienda Macedonia kuhubiri na akawa amemwacha Timotheo Efeso kwa kazi ya kitume. Akiwa Macedonia akakamatwa tena akafungwa na ndipo alipokufa. Sababu ya kukamatwa ni mwaka wa 60 baada ya kufa Klaudia, aliingia madarakani mfalme mwingine anayeitwa Nero. Alikuja na sera ya kuboresha mji wa Rumi na akataka kufanya Rumi liwe jiji. Kwa sababu hiyo wazo lake lilikuwa kubomoa mji na kujenga upya. Akiwa na baraza lake likiwa na wajumbe 15 naye akiwa wa 16. Hawa wote maseneta, yeyote kati yao anaweza kupigiwa kura na kuwa kaisari kwa sababu ya demokrasia. Hoja hii ilionekana itapunguza privilege nyingi sana, na maseneta wengine watalazimika kujibana kiuchumi kwa sababu nchi inaenda kufanya mabadiliko makubwa, na wajumbe wake wakapinga. Walivyopiga kura kati ya kura 16, 2 ziliungwa mkono hoja ya Nero. Ilikuwa ni aibu kwa mfalme, na baadaye jiji la Roma likaungua moto karibu robo 3. Maseneta wakamjia juu Nero kuwa amechoma mji ili kufanikisha ajenda yake ifanye vizuri. Nero akawa katika wakati mgumu sana. Ilikuwa ili kujinusuru akawasingizia Wakristo kuwa wamechoma mji. Hapo Wakristo wengi wakakamatwa, wakaanza kuteswa sana, kuuawa. Miongoni mwa aliyekamatwa ni Paulo. Baadaye Petro naye alipoenda Rumi akafika huko mwaka 60 mpaka 64 AD. Kesi ya Paulo ilikuwa ngumu, hata wanafunzi wake walimkimbia. Wanafunzi wake kama Iminayo, Skanda walitoa ushahidi kuwa kanisa limechoma mji na aliyetuma uchomwe ni Paulo. Luka alipojaribu kuandika tena ushahidi wa kumtoa Paulo, alimkataza kuwa hakuna ushahidi utakaomtoa gerezani. Mungu alimshuhudia kuwa ni nyakati zake za mwisho, na ameshuhudia humu kwa kusema wakati wa kumiminwa umefika, na amevipiga vita vya imani, mwendo ameumaliza, na imani ameilinda, na safari hii hakutoka gerezani. Jamani, hapa nitaongezea kitu kidogo. Mwalimu anasemaga kuna huu msemo ili neno la kusema kwamba amepiga vita vya imani, mwendo ameumaliza, na imani ameilinda safari hii na imani ameilinda. Tunaposemaga wale ndugu zetu wanavyofariki afu tunaenda tunatumia neno kama hili, hivi tunakuaga na uhakika kweli ndugu zetu wamepiga vita vya imani, au tunasemaga tu? Tujifunze kitu kidogo hapa. Paulo alilisema hili neno kwa kuwa alikuwa amefanya kazi ya kuhubiri Injili. Na mimi nimejifunza kitu hapa. Sio kila kitu ni cha kukopi na kukitumia sehemu ambazo watu hata hawahusiki, hawastahili hata kuambiwa maneno kama hayo. Mungu atusaidie. Ameshawahi kuliongea sana hili neno, tunalitumia vibaya. Mungu atusaidie.
Akiwa gerezani akaandika waraka wa pili wa Timotheo na waraka wa Tito. Tito alitumwa Krete na Timotheo alitumwa Efeso. Aliwaandikia hizi nyaraka kwa ajili ya kukamilisha kazi. Hizi nyaraka tunaweza kuziita nyaraka za kitume na sio za kichungaji kama wengine wanavyodhani. Paulo alikuwa na tabia akianzisha kanisa anaondoka na kulifuatilia kwa kutuma mtu au waraka uende. Lengo lake lilikuwa ni kuikamilisha kazi ya kitume. Kukamilisha kazi ya kitume maana yake kuna mazingira muhimu sana ya kuzingatia. Bahati mbaya Kiswahili chetu hakitupi maneno mazuri sana ya kuelewa, lakini Wagiriki wana maneno fulani muhimu sana. Kwa mfano, wao mtume anayeenda kuanzisha kanisa alikuwa analiacha wanamuita apostolos. Ndiko neno apostol linakotoka. Apostolos ni mtu anayetumwa kufanya kazi, na huyu ni pioneer, anaanzisha kanisa na hakai kwenye hilo kanisa. Akishaona limekomaa na kujaa Roho Mtakatifu, analiacha mikononi mwa watu ambao wanaitwa aposkapos. Hawa ni aina ya wazee wa kanisa ambao wamemachua kiroho, na sio mmoja, ni kundi wanaitwa waangalizi au maaskofu. Kanisa la kwanza wenzetu hawakuwa na askofu mmoja anayesimamia makanisa mengi. Kanisa lilikuwa na maaskofu wengi wanaosimamia kanisa moja. Narudia tena, kanisa la zamani la kwanza lilikuwa na maaskofu wengi wanaosimamia kanisa moja ambao ndio waliitwa wazee. Sisi tumefanya vice versa, makanisa mengi yanasimamiwa na askofu mmoja. Nitarudia tena, sisi tumefanya vice versa, makanisa mengi yanasimamiwa na askofu mmoja. Huduma za Kristo sio za umoja bali za wingi. Kuanzia mtume nao walienda kufanya kazi kundi. Aposkapos, wazee, nao walikuwa wengi. Lakini huyu alikuwa mzee anayechunga na kuliangalia kanisa, akisaidiwa na mashemasi na deacon. Sasa Paulo anawatuma vijana wake wawili wakasimamia kazi ya kanisa na kuhakikisha kazi ya kitume inakamilika. Mambo gani wanaenda kukamilisha? Ni kama 4 au 5. Paulo wakati anawaandikia Timotheo aligundua lilikuwa na shida kidogo. Washirika walikuwa vizuri ila viongozi hawakuwa vizuri. Timotheo anatumwa kuwaondoa viongozi wote waliokuwa madarakani na kuseti standard, naye akiwa mfano kulisaidia kanisa. Timotheo anatumwa kuwaondoa viongozi wote waliokuwa madarakani na kuseti standard, naye akiwa mfano kusaidia kanisa. Paulo nia yake ni ubora wa Kristo na sio idadi ya watu kuongezeka kanisani. Kanisa linatakiwa liwe ndani vizuri, quality leaders na quality members. Ndio majukumu ambayo Timotheo amekuja kufanya. Timotheo alikuwa adopted son. Anamtia moyo kuwa na ujasiri na sio woga. Timotheo alikuwa mpole tofauti na Tito, alikuwa tough. Paulo anamwagiza kurudi haraka baada ya kumaliza kazi, lakini inasemekana Timotheo hakumuwahi Paulo, alikuwa ameshachinjwa. Tatizo la pili, fundisho potofu. Watu wa sheria waliingia kuwafundisha mambo ya vyakula, sikukuu na kadhalika. Pia falsafa mbalimbali ziliingia, zikazaa hadithi za kizee, maneno yasiyofaa na maswali ya kijinga. Pia waliamini kuutesa mwili ni utakatifu. Mwili ni kama virus anayeshindana na roho na kutusukuma kutenda dhambi. Nitarudia, mwili ni kama virus anayeshindana na roho. Mwili anaosemea mwalimu ni kama virus, sio hili boksi la nje. Kwa hiyo virus iko ndani, inashindana na roho ambayo iko ndani yetu na kutusukuma kutenda dhambi. Ukiadhibu huu mwili boksi la nje, huu mwili huu ambao tunauvesha nguo huu, yani ukiuadhibu huu mwili wa nje, unautesa tu, huwezi kushinda dhambi kwa kuutesa mwili. Mwalimu alisema hatuwezi kushinda dhambi kwa kuutesa mwili, kwa kufunga mifungo mingi au mazoezi au kujikata nyembe na kadhalika. Dhambi tunaishinda kwa kumpokea Roho Mtakatifu na kumtii anapotuelekeza. Dhambi tunaishinda kwa kumtii Roho Mtakatifu tunaishinda kwa kumpokea Roho Mtakatifu
na kumtii anapotuelekeza. Nitarudia tena. Tunaishinda dhambi kwa kumpokea Roho Mtakatifu na kumtii anapotuelekeza. Paulo alimsisitiza Timotheo kuchochea vipawa na karama alizopewa kwa kuwekewa mikono. Aifuate imani aliyopokea kwa bibi na baadaye mama yake. Akamuhusia kufundisha neno la Mungu li hai kwa sababu limevuviwa kwa pumzi ya Mungu, liko kwa ajili ya kuonya watu, kuadabisha na kuwaweka kwenye njia sawasawa. Nitarudia. Akamuhusia kufundisha neno la Mungu li hai kwa sababu limevuviwa kwa pumzi ya Mungu, liko kwa ajili ya kuonya watu, kuadibisha na kuwaweka kwenye njia sawasawa. Njia pekee ya kuondoa fundisho potofu ni fundisho sahihi. Tunaondoa fundisho potofu kwa kufundisha fundisho sahihi. Pia anataja sifa za wazee. Hizi zilikuwa kazi za heshima na mishahara, na watumishi hao walipaswa kulipwa. Mtu yeyote anayefanya kazi ya Mungu anastahili kulipwa. Nitarudia tena. Mtu yeyote anayefanya kazi ya Mungu anastahili kulipwa. Hata mnyama anastahili kula apurapo nafaka. Na matokeo yake viongozi hawa wa kanisa wakawa na kiburi na tabia mbaya. Walikuwa na mchanganyiko wa legalism na license. Walitengeneza sheria na misimamo. Hutakiwi kufanya hivi na hivi. Pia walitumia uhuru wao kwa kushinda nyumbani kwa wajane, wakaanza kuwadhulumu, kuwatapeli, kuzini nao. Kashfa zikawa mbaya kwa viongozi, wakatumia nafasi zao vibaya, lakini waumini walikuwa vizuri. Ndio maana Paulo anaseti standard, nazo sio za Christian standard bali za kipagani, za ulimwengu wa kipindi hicho. Mtu akiwa nazo anaamini huyu ni mwema. Sifa mojawapo, awe ameshuhudiwa na watu wa ndani na nje. Sifa mojawapo za wazee wa kanisa, awe ameshuhudiwa na watu na wa ndani na nje. Walimkagua mtaani na nyumbani kwake anaishi vipi. Pia kwa nini wawe na tabia hii? Kwa sababu wana wajibu kwenye familia zao na kazini na kanisani. Na anaeleza kuwa baba ana wajibu kwa familia, ndio kiongozi wa kiroho, anatakiwa kuongoza familia kwenye mambo ya kiroho. Nyakati zetu mambo yamekuwa mabaya, wababa wamekufa kiroho, kina mama ndio wanaongoza familia. Hapa inasikitisha kweli. Mungu atusaidie kina mama, tuwaombee wa baba zetu, kama ni kaka zetu, watoto wetu wa kiume ni baba zetu, kaka zetu, wasimame, kwa sababu Mungu aliwaweka wao kuwa vichwa vya familia. Sasa kama kichwa cha familia kimeharibika, mwili utakuwaje? Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Pia wanapaswa kuwajibika na kuwawajibisha watu. Anatoa maelezo mfano mjane kijana asiandikwe kwenye orodha ya kusaidiwa na kanisa ila aolewe. Wajibu wengine wahakikishe viongozi wanalipwa. Ni kitabu kimejaa maelezo ya kitume na siwezi kumaliza yote, na wahusia ukimaliza voice soma nyaraka zote kwanza na pili, utapata picha nini kinaendelea katika kanisa. Katika hili kanisa, Paulo alikuwa analiepusha kanisa na hatari. Wakati huu Paulo alikuwa amezeeka na kanisa pia. Dalili ya kanisa kuzeeka, kizazi kipya kureplace kizazi cha kwanza. Watoto wetu wanaingia kanisani. Lazima hatua ichukuliwe kuweka misingi na mifumo ya kiroho vizuri, kwa sababu kanisa litakufa. Kanisa linazaliwa na kufa pia. Jamani, kanisa linazaliwa na kufa pia kama alivyo mwanadamu. Paulo anaandika hizi nyaraka kuyasevu makanisa yasife kuwa na quality leaders na quality members, ili yakipona ndani yaende nje kuhubiri, kanisa liendelee kusurvive na kuongezeka namba. Swali, je, Paulo alifanikiwa? Tutaendelea kujifunza mbele kama alifanikiwa. Lakini vyovyote itakavyokuwa, mambo haya yameandikwa kwa ajili yetu. Vyovyote itakavyokuwa, kama Paulo alifanikiwa au hakufanikiwa, mambo haya yameandikwa kwa ajili yetu. Mungu ambariki mwalimu wetu. Nasi pia sote tunamrudishia Mungu sifa na utukufu kwa kutujalia nafasi, kwa kutujalia amani, kwa kutujalia viongozi na walimu na wachungaji ambao wanafundisha kweli ya Mungu bila kucompromise. Wanafundisha bila kupotosha, bila kujali maslahi zao.
tuzidi kuwaombea watumishi wa Mungu wote ili kile ambacho Mungu amewafunulia na sisi tufaidike na vizazi wetu vinavyokuja. Mungu atusaidie. Mimi nilikuwa nawaza sana na nilikuwa natafakari sana juu ya mwalimu alivyosema kwamba Mungu ameweka wanaume au mababa kuwa vichwa vya familia. Ndio mfano huo tumewekewa pia kanisani. Kama kanisa ni Yesu Kristo ndio kichwa cha familia cha kanisa, basi baba ndio kichwa cha familia. Ana umuhimu mkubwa sana. Tukijichunguza familia zetu, tuna ushahidi wa kutosha. Baba zetu hawajatuongoza na hawajasimama kuongoza familia kiroho. Mungu awasaidie. Na hatuwezi kuwalaumu kwa sababu na wao pia inawezekana wakati wao hawakupata wazee wa kuwaongoza pia kama sisi ambao tulitakiwa tuongozwe na wao. Kwa hiyo tumepita mule sisi ambao tunapata nafasi wakati huu tunaitumiaje nafasi hii? Mungu atusaidie. Hiki ni kilio cha watu wengi. Mungu atusaidie, tuwaombee baba zetu, kaka zetu, watoto wetu wa kiume, ili tu kizazi kinachokuja kisije kuwa kama sisi tulivyopitia. Kama familia zetu hazikumjua Mungu, basi kizazi kinachokuja kikamjua Mungu wa kweli. Mungu atusaidie. Na kupitia kitabu hiki mimi nimejifunza vitu vingi. Vile Mtume Paulo alivyokuwa anamsisitiza Timotheo kushika injili ya kweli ambayo alikabidhiwa na bibi yake na baadaye mama yake kushika. Na sisi pia tunatakiwa tushike fundisho la kweli ambalo walimu wetu ambao wamefundisha kweli, wamefundisha kwa kufuata neno la Mungu, sio kwa mawazo yao. Inabidi tushikilie hapo na tumshukuru Mungu na tuzidi kuwaombea. Tuzidi kuwaombea wachungaji wetu kwa sababu wanapitia changamoto nyingi. Sio kazi nyepesi, ila wanajitoa. Mungu awabariki wote na Mungu awabariki watumishi wote.